Mpenzi mtazamaji wa OCGS YouTube channel, karibu katika Tukujuze hukujia kukujuza matukio mbalimbali pamoja na takwimu ambazo zinaratibiwa kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali Zanzibar. Leo hii ni tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ni siku maalum, siku ya wakulima, sikukuu ya wakulima, na haya ni maonyesho ya 10 ya kilimo hapa Dole Kizimbani. Leo hii hapa tunaye sheha wa shehia ya Kizimbani ambaye atatueleza kwa ushiriki wa taasisi mbalimbali katika maonyesho haya, ikiwa ndani ya shehia yake, lakini pia wananufaika vipi hasa na masuala ya ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali. Lakini kwanza, kwa kuanzia, tuanze kwa kumuuliza ushiriki wa taasisi mbalimbali pamoja na wafanyabiashara katika tukio hili la maonyesho ya 8 ya kilimo kila mwaka. Mheshimiwa Sheha, karibu. Haya, asante sana ndugu zangu wa takwimu wa serikali kwa kuniona mimi kuja kuniuliza kuhusu maswali ya sikukuu hii ya 8/8. Kwa kweli sikukuu hii ya 8/8 mwaka huu imezidi kufana kuliko miaka yote, kwa sababu hata ukiangalia katika mabanda yamezidi zaidi, na sikukuu imekuwa kubwa sana ya mwaka huu. Na sisi kama ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali ambao kila mwaka tunashiriki katika maonyesho haya yanayofanyika katika shehia hii ya Dole Kizimbani, kwa mwaka huu tumekukabidhi ramani maalumu ambayo inaonyesha shehia yako. Labda unalizungumziaje hili na kuhamasisha masheha wengine kufuata ramani katika ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali? Kwa kweli mimi nashukuru sana kukabidhiwa ramani hii leo tarehe 8 ya shehia yangu, lakini ninawaomba masheha wenzangu, ramani hii sio mie peke yangu, isipokuwa ramani hii kwa masheha sote, ili kuwaonyesha maeneo ya shehia yao. Sasa mimi leo ni wa kwanza, lakini mimi ninawaomba masheha wenzangu waje ofisi ya mtakwimu mkuu kuja kuchukua ramani hii, na wao wawe nayo, ili mwananchi akija katika ofisi ajue sisi shehia ya Kizimbani mipaka yetu iko wapi, imepita wapi. Na hii kwa kweli watakwimu hawa wamefanya jambo la maana sana, kwa kutukabidhi hizi ramani ili tujielewe tunafanya kazi zetu kwa upeo gani. Sawa. Na katika shehia yako ya Kizimbani, labda kuna tatizo lolote au changamoto gani ipo kati ya shehia na shehia katika masuala ya mipaka na vitu vingine kama hivyo, katika masuala ya mfumo mzima wa ramani? Matatizo ya mipaka yapo tena mote miwili. Mbuzini tumepakana na Dole tumepakana, lakini sasa tuna mvutano wa shehia ya Dole na Mbuzini, kwa sababu Mbuzini kuna sehemu wananchi wetu wengi hawana namba za kwetu, na sheria ya shehia lazima uwe na namba ya ile shehia. Sasa tunapeana namba za shehia nyingine, lakini katika eneo la kwetu. Sasa hili kidogo, naomba waje viongozi, tukae kitako na majirani, masheha majirani, yani tunaopakana, tuondoe hizi changamoto. Ndio muhimu sana. Kama Dole, huu uwanja wa Dole ni wa Kizimbani, lakini tunavutana mvutano mkubwa, sababu kuhusu mapato. Basi kuhusu mapato, hiyo ndo sababu. Lakini kwa ukweli, hata tukipata ramani, kijiwe chetu kiko mlangoni pale kwenye uwanja. Sasa naomba viongozi waje walifuatilie hili ili tuwekane sawa. Sawa, asante sana. Asante sana Mheshimiwa Sheha. Haya. Mpenzi mtazamaji, na hadi hapa tumefikia mwisho wa Tukujuze kwa leo. Leo tumekujuza tukiwa katika siku maalum ya 8/8 hapa Dole Kizimbani. Tumemkabidhi Mheshimiwa Sheha ramani ya eneo lake. Ramani hizi zinapatikana katika ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali.
ni vyema basi masheha kujitokeza kuja ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali kupata ramani maalumu za shehia zao ambazo zinaonyesha jinsi gani shehia zao zilivyogawika na kupakana na shehia nyingine, mipaka pamoja na vitu mbalimbali vilivyomo ndani ya shehia hiyo. Lakini pia ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali leo tuko hapa Kidole Kizimbani kwa siku 16 kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 16 mwezi wa 8. Tunaonyesha jinsi gani ya kukusanya, kuchambua, kuwasilisha na pia matumizi ya takwimu sahihi zinazotokana na tafiti pamoja na sensa mbalimbali zinazoziratibu ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali. Basi la kukuletea zaidi hatuna. Mimi na kwa niaba ya wenzangu wote tunaoshiriki maonyesho haya kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali kutoka hapa Dole Kizimbani, tunakwambia wakati mwingine tutakujuza tena.